kutokea pale Biblia inasema kizazi kikawa kimekuwa corrupt. Kwa hiyo katika ukoo wenu pia si kwamba watu wote ni wabaya. Unakuta ukianza kufuatia kwenye kitabu chenu cha ukoo, kuna mmoja tu ndiye aliyekaribisha miungu. Kuna mmoja tu ndiye aliyekaribisha hizo mila. Kuna mmoja tu ndiye aliyeanzisha utaratibu kwamba watu wote ili miungu yetu wakubali lazima mfanye hiki. Mmoja tu. Mmoja tu. Kwa hiyo kila ukoo unakuwa na kitabu. Sasa ndani ya hicho kitabu kuna baadhi ya vifungo unavikuta kwenye huo ukoo. Maana yake usipopambana wewe kudili na hicho kitabu kwamba hivi vifungo viko kwenye ukoo na toka kwenye hivi vifungo, unashangaa utapambana, utakuwa na bidii, lakini ni kama zinazokuvuta. Zilishaweka mipaka tu, utaenda utaishiria hapo. Kitaka kuvuka hapa kuna kitu fulani kinatokea. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili, tuone hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5, Biblia inazungumza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza na pili. Biblia inasema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipomuumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Kwa hiyo hapa kinatajwa kitabu, lakini kwenye hiki kitabu Biblia inasema ni kitabu cha vizazi vya Adamu. Kwa nini Kaini hayupo hapa? Ukianza kusoma kwenye hiki kitabu hautamuona Kaini wala hautamuona Habili. Kwa nini? Kwa sababu kilikuwa kina segmenti ukoo ili kimfikie Nuhu. Kila mtu kwenye ulimwengu wao wa roho kuna kitabu kinaitwa kitabu cha nini? Cha ukoo. Unaweza ukasema saa hii iliandikwa labda kwa bahati mbaya. Tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Turudi hapo, unaweza ukafikiri Biblia inazungumza juu ya kizazi cha Adamu, juu ya ukoo wa Adamu. Sasa tuangalie katika kitabu cha Mathayo Biblia inazungumza nini? Inazungumza juu ya kizazi kingine, juu ya kitabu. Inaanza, jaribu kufikiria Injili inaanza, yani Injili, vitabu vyote vya Injili ya kwanza iliyoandikwa inaanza kwa kuelezea kitabu cha ukoo. Biblia inazungumzaje? Inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kwa nini hajaanza kwa kutaja kwamba labda hii ni Injili ya Yesu Kristo? Anaanza kuelezea, kuimanisha kwamba kila ukoo una kitabu chake. Kama kuna kitabu cha ukoo wa Yesu, kuna kitabu cha ukoo wa Mnuo, kuna kitabu cha ukoo wa Materu, kuna kitabu cha ukoo wa Biokushura, kuna kitabu cha ukoo wa Frank, kuna kitabu. Usije ukapuuzia ukasema unajua hivi ni vitu tu vimeandikwa. Kitabu cha ukoo wa Yesu. Maana yake hiki kitabu kinaelezea vitu gani? Miko ya ukoo wa Yesu. Vitu ambavyo ndio maana unaanza kuona kinataja moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine. Akijaanzia kwa Adamu, Biblia inasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Kwa nini akijamtaja Adamu? Kitabu cha ukoo. Mungu alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba anapokuwa anazungumzia kitabu cha ukoo, anataka kuzungumzia chanzo cha baraka zenu au chanzo cha laana zenu. Kuimanisha kwenye ukoo kama kuna baraka, inaelezea kutokea mtu aliyeleta hiyo baraka kwenye ukoo. Kama kwenye ukoo kuna laana, kitabu kinaelezea Mungu anapokuwa, ukianza kuomba kwa mfano unaimanisha kuna mahali umekwama, unaweza ukashangaa Mungu anakuletea jina lile ulijui wala hujawahi kuliona, lakini ukimuuliza mtu wa ukoo anakuambia okay, huyo alikuwa ni bibi, mzaa bibi, sijui mzaa bibi alikuwepo. Ukianza kumuuliza alifanya nini, ataanza kukuelezea kuna hiki na hiki, kuna kile na kile, kuna hivi na hivi. Na ndio maana ni muhimu sana, kuna wakati mwingine kuwauliza mabibi zenu na mababu zenu. Unashangaa labda wakati unazaliwa babu yako alikupenda sana, alikupenda. Waliposema amezaliwa mtoto fulani, akasema mleteni nimpe baraka, akakupeleka para, akakutamkia vitu fulani kwamba huyu ndiye atakaye rithi maisha yako, ndiye atakaye rithi hiki, ndiye atakaye chukua hiki. Mwisho wa siku unaanza kushangaa kuna kitu
unaishi nacho, lakini nikitoka kwa babu yako. Baraka za ukoo wa Yesu zinatokea kwa Ibrahimu. Ibrahimu alimtoa mwanawe wa pekee, Mungu akaamua mlete Yesu kupitia ukoo wake. Kuimanisha kitabu cha ukoo, nilikwambia nikasema kuna vitu kinakuwa kinazungumzia. Lakini leo nataka tuangalie vifungo, kwamba kitabu cha ukoo pia huwa kinazungumza vifungo vilivyoko kwenye ukoo fulani, vifungo vilivyoko kwenye familia fulani. Nilizungumza juu ya mambo manne, nitarudia haraka tu kwa wale ambao hawakuwepo ili tusiwache. Niliwaambia kitabu cha ukoo mara zote huwa kinazungumza juu ya kumbukumbu, juu ya vitu vilivyowahi kufanyika. Nimesikia Bishop wakati anafundisha somo la awali amegusia, kinazungumza juu ya vitu. Kuna tabia unaweza ukakuta mtu anayo, si kwa sababu kwamba hii tabia ni ya kwake, ila ni tabia ambayo iliwahi kufanyika. Kwa hiyo kimegeuka sasa hiyo tabia kuwa kifungo kwenye ukoo, kimeshageuka kuwa kifungo kwenye familia fulani. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Ezekieli, alisoma 16 mstari wa 44 na 45, tutapata kurudi hapo. Zamani hao watu walikuwa kuna watu zamani wakati wanakwenda habari za kuwa na kuolewa, watu walikuwa hawamchi Mungu, lakini walikuwa wanatake care juu ya vitabu vya ukoo. Hamjasikia watu wengine walikuwa wanakuambia hii familia usiende kuoa kwa sababu watoto wa mle wakaidi kwenye ndoa. Walichokuwa nakiangalia ni nini? Ni historia au kumbukumbu zilizoko ndani ya ukoo ule. Au sivyo bibi? Zamani zile watu walikuwa wanaoa hovyo hovyo. Kuna familia nyingine walikuwa nakwambia hii usiende kuoa kwa sababu wana historia za uchawi. Si sawa Kwa nini? Walichokuwa naangalia ni nini? Ni kumbukumbu. Kitabu chao kinasema kwamba kwenye generation yao kuna uchawi, utakiwi kuoa mule. Wanakuambia kwenye hii usioe kwa sababu usituletee magonjwa ya urithi. Kuna magonjwa ya watu wanaanguka vifafa na nini, usioe kwenye hiyo familia. Walikuwa wanajaribu kufigure out kitabu cha ukoo fulani. Lakini katika nyakati hizi ambazo zimejawa na teknolojia, hivi vitu vimekuwa, mtu anataka ukimwambia kitabu cha ukoo anataka na chenyewe Google. Havipatikane Google hivi. Hivi havipatikani wapi? Google. Viko katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Ezekieli sura ya 16 mstari wa 44 na 45 anajaribu kugusia habari za kitabu cha ukoo. Kitabu cha Ezekieli 16, hapa anamwambia huyu historia yake, anamwelezea juu ya ukoo wake. Ukianzia mwanzo pale utaona anaanza kuzungumza chimbuko la kuzaliwa kwake, asili ya kuzaliwa kwake. Maana yake anazungumza habari ya ukoo wake. Na anapozungumza mstari wa 45 hapa anazungumza kitu. Mstari wa 45 na 44 na 45 anasema, tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo na binti yake alivyo. Mstari wa 45, wewe u binti wa mama yako amchukiaye umbu lake. 45 anasema, wewe u binti wa mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake, nao umbu la maumbu yako waliowachukia waume zao na watoto wao. Mama yako alikuwa Mhiti na baba yako alikuwa Mwamori. Biblia inasema huyu ni binti, lakini kwenye ukoo wao kuna kifungo tayari. Kifungo gani? Hao wanajikuta wana roho ya kutokuwapenda waume zao. Yaani mme hata akifanya nini, ndani yake kuna ni kifungo kiko kwenye familia. Lakini kwa bahati mbaya, wakati mimi nilipokwenda kumoa mrembo wangu hapo, sema Mungu tu alinisaidia kidogo. Mungu alinisaidia. Vifungo huwa tuanzi kuviulizia, naanza kuangalia kwanza sura inalipa.
Ukiona inalipa unapiga tiki. Habari za vifungo vinakuja baadaye mkiwa kwenye nini? Ndo nakuja kushituka kwamba Mungu asaidie wote ambao hawajaoa in Jesus name. Hayo mambo yanakuja kukukuta. Vifungo. Amen. Vifungo vinaweza vikawa ndani ya ukoo. Viko katika ukoo. Wewe unani? Biblia inasema na huyu binti sio kosa lake. Wewe unaweza ukakutana naye ukaanza kumtuhumu. Wewe ni mbaya. Wewe ni nini? Lakini Biblia inasema si kwa sababu yeye ni mbaya. Yeye hii roho hiki kifungo kilikuwa ndani ya mama yake. Na mama yake unaweza ukakuta yeye hakujua kwa nini anamchukia mume wake. Kilikuwa labda ndani ya mama yake pia. Unakuja kukikuta kilitokea mbali, ni kifungo kiko ndani ya ukoo. Mwambie mwenzako ni kifungo kiko ndani ya ukoo. Sasa kama hawajakutana na mtumishi wa Mungu akawafundisha, wakapata kuomba, hii ndoa itakwenda tu mpaka watazeeka, watarithisha tena hiyo roho kwa watoto wao. Na watoto watawalisisha watoto wao. Ndo mwisho wa siku tunakuja kuwa na ndoa ambazo hazina kesho kutwa. Hivyo vifungo vivunjike katika jina la Yesu. Amen. Hivyo vifungo vivunjike katika jina la Yesu. Amen. Sio tu kwa mabinti, unawakuta wababa pia. Sio, mnanielewa? Kuna wababa ambao waliwatesa wake zao. Yaani unakuta ni mbaba lakini mkatili sana. Amezaa mtoto wa kiume. Mtoto ajui kwamba ile ni shida. Yeye anakuwa haiwezi kazirika wakati mkiwa mnachumbiana. Mnachumbiana utamuona kijana amepigilia suti na tunavyokuwa tuna nani anakuambia tutoke out kidogo. Akikufikisha hotelini anakuambia agiza chochote unacho kitaka. Unaagiza pale, unakula unasema si ndo hapa mambo si ndo haya. Ukitoka hapo na waita mpaka mashosti. Unawaambia yani mimi kati ya miujiza hii ndo wenyewe sasa nimekutana na malaika njiani. Sasa baada ya mwaka mmoja wa ndoa unasema sijui huyu shetani mimi nilitoka naye wapi? Kama si ukituambia ni malaika. Unakuta hata yeye mwenyewe sio. Yeye unavyomwambia hata yeye mwenyewe akikaa chini anajiuliza, hivi hiki kitu nimekitoa wapi? Mbona mimi nilikuwa nampenda mke wangu? Mbona nilikuwa na nini? Ni kifungo kinatoka. Biblia inasema, tuangalie Ezekieli imeelezea kila kitu. Kitabu cha Ezekieli hapo tupate kuona. Kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari tutaanzia wa kwanza mpaka wa pili. Kitabu cha ukoo kinaweza kikawa kinazungumza juu ya vifungo. Tafadhali walio na mabinti wanapokuwa nakuja kuolewa, sio swala la nimempenda, mlete tumuone. Utajuaje kwamba huko kwao kuna kifungo cha kuua wanawake? Vipo. Nakuta mtu tu mnaoana vizuri, usiku anakunyonga. Hujasikia aliyemnyonga alafu akamchoma kabisa, alafu akamfukia na akapanda mgomba. Hamkusikia hivyo vitu? Sasa unataka mlete tumuone. Usikurupuke tu unajua mtumishi, unajua tunajua. Ni bora tukwambie kabisa hii njia hapa kuna nini? Kuna miiba. Ukienda miguu peku utaumia. Usituambie unajua. Mlete madhabahuni. Ukiona anakimbia madhabahu, anawakimbia watumishi wa Mungu, anataka mambo yaishe tu kienyeji, ana shida. Ambie mwenzako ana shida. Ambie tena ana shida. Usiogope. Unasema nimempata, nataka kuoa, nataka kuolewa, mlete tumuone. Sisi hatukuzuili, tunakutakia mema.
hatukutakii mabaya, tunakutakia ukienda kule ndoa yako iwe kama ya kwetu, iwe kama Edeni ndogo ukiwa naishi hapa duniani katika jina la Yesu. Kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 2, Biblia inasema, je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi na watoto wametiwa ganzi la meno? Maana ya hii methali nini? Maana yake kwamba kuna vitu ambavyo baba aliviishi, akajikuta na mtoto wake anaishi maisha hayo hayo. Kuna vifungo ambavyo baba alikuwa navyo, akajikuta na mtoto wake anaishi vifungo hivyo hivyo. Na ndio maana Biblia ikafika sehemu ikasema msitumie hii mithali, bali ikitokea baba amemzaa mtoto ameona maovu ya baba yake, amegundua kitabu cha ukoo wake kina shida, akaamua kujitenga na hayo, hiyo kifungo haitasafiri nayo. Kwa hiyo hicho kifungo kinaweza kikavunjika katika jina Yesu. Mungu anaweza akakutumia wewe ukavunja vifungo vya ukoo wako katika jina Yesu. Amen. Kwa hiyo ni muhimu ukajua kwamba kitabu cha ukoo kinaweza kikazungumza kitu juu ya vifungo vya ukoo. Na hapa tutapata kuangalia vitabu vya koo tofauti ambavyo vilikuwa vinazungumza kitu. Kitabu cha ukoo kinaweza kikazungumza juu ya vifungo vya kutokufanikiwa. Kama ukiona ukoo wako una watu fulani, unashangaa ni watu fulani, ujifunze. Usije ukafikiri tu kwamba ni hivi. Jaribu kuangalia watoto wa baba mkubwa wote. Labda wote wameishia darasa la 7. Au wote wameishia form 4. Au wote wamesoma lakini hakuna hata mwenye kazi nzuri. Au ana kazi nzuri lakini ndo kama message tulioisikia kwamba inafika mahali sasa ni mswaki kwa nini? Kwa chumvi. Alafu ujaribu kuketi chini ujifikirie, je, ni bahati mbaya wote mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu wote wako kwenye kifungo kile, ni bahati mbaya? Haya, utasema ni bahati mbaya. Rudi kwa watoto wa shangazi yako. Kwa sababu shangazi yako ni baba yako yule. Sio, mnanielewa Shangazi huwa ni baba. Rudi kwenye upande wake. Jaribu kuangalia na penyewe. Sawa, na wenyewe utasema ni bahati mbaya. Rudi kwa baba mdogo, utasema ni bahati mbaya. Rudi kwenye familia yenu. Ukishaona kitu kiwa kuna kifungo kwenye ukoo, kitabu cha ukoo, historia ya ukoo inajaribu kukuonyesha kwamba kuna vifungo, ila wewe unapuuza. Unasema tu mimi nitatoboa. Hapana, hatutoboi kwa teknolojia tu. Yaani leo hii watu wanataka kutuaminisha kwamba kwa maendeleo ya teknolojia yameondoa vifungo. Teknolojia haitakaiondoe vifungo. Na zaidi teknolojia inachokileta inaleta vifungo, kwa sababu inachowaletea wale watu wanaowaletea teknolojia, wao wanajua kabisa lili power kwamba ile teknolojia haitengenezwi kupitia capability ya kwao. Kuna teknolojia fulani ambayo tunategemea au wana expect kuleta, inaleta. Kwa sasa tuna kitu kinaitwa AI. Si mnakielewa Kinaitwa artificial intelligence, ambapo kwa sasa unaweza ukaitumia ukauliza maswali. Wanavyo wengi wanatumia huko, watu wengi ambao wana nini, imesaidia kwa sehemu fulani. Sio, mnanielewa Lakini walioanzisha AI ni nani? Hapa tuna mtaalamu David anaweza akaniambia wale ni IT waliokaa wakafanya coding za kutosha. Lakini kwa sasa inakuja teknolojia nyingine inaitwa IGI kama sikosei. IGI. Hii wanakuambia kwamba ni teknolojia ambayo itakuwa na uwezo sawasawa na uwezo wa binadamu. Yaani kwamba ni vyuma vinaweza vikafikiri unachokifikiri wewe. Jaribu kufikiri, yaani kwamba linatengenezwa roboti, wewe na wazo wende ukale na lenyewe linawaza liende likale. Unawaza labda, yani unaamuka ukiwa unafikiri kwamba hebu niamuke niende nikalime, na lenyewe linaamuka linasema hebu leo bwana naamuka na kwenda kulima. Wanataka kuleta kitu cha namna hii. Sasa najaribu kufikiria, uwezo ukatengeneza, unajua huwa iko hivi,
uwezi ukaumba kitu ambacho unalingana nacho akili. Ili upate kutengeneza, lazima utengeneze kitu ambacho unakizidi akili. Na ndio maana sisi tuna akili ambayo hatuwezi tukamzidi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Yaani vyovyote tutakavyofanya, ujanja wetu wote, namna yetu yote, hatuwezi tukaumba tukamzidi Mungu au tukafanana na Mungu. Tunaumba, tutakuwa na akili sawa na Mungu kulingana na kila alichokiweka ndani yetu. Tunapopokea neno lake tunakuwa sawa na ufahamu sawa na yeye katika hilo neno alilotufunulia. Sasa hao wanadamu anasema watengeneze, maana yake hizi robot zitakazokuja zitakuwa na akili kuliko baadhi ya binadamu. Sio, mnanielewa Zitakuwa na ufahamu kuliko zimetengenezwa na nani hawa? Ndicho kile Biblia inachokizungumza. Kitabu cha Danieli kimejaribu, sitaki kuzungumzia huko sana, lakini kilijaribu kufigure out. Kikasema kuna lisanamu ambalo lilikuwa limesimamishwa aliliota Nebukadneza. Na hapa kilikuwa kinazungumza habari za enzi, tawara mpaka kufikia utawala wa mwisho wakati Yesu anarudi. Biblia inasema lisanamu lile lilikuwa na kichwa cha dhahabu, kwenye kifua lilikuwa sijui na chuma. Lakini ukija kwenye ufalme wa mwisho, tawala za mwisho, Biblia inasema nusu vidole vilikuwa ni udongo na huku umechangamana na nini? Na chuma. Biblia inasema watajaribu kujichanganya kwa mbegu za wanadamu. Maanake ni teknolojia ambayo imekuwa infused kwenye ulimwengu wa wanadamu. Na ndio maana China wameshazindua robot ambayo unaweza ukaibebesha mimba, ikapata ujauzito, ikakulelea mtoto wako mpaka ikajifungua. Watu ninyi amfuatilie hayo mambo. Sitaki niwapeleke huko sana. Wangapi hicho kitu walikiona? Mmoja, wawili, watatu, wanne, watano. Kama ni malaika naona naniangalia huko nyuma ya muda. Nabaki kushangaa. Kwa namna nyingine watakuja kuondoa. Biblia inasema kama ilivyokuwa katika kipindi cha Sodoma na Gomora, ndivyo kitakavyokuwa katika kipindi cha kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Kama ilivyokuwa katika kipindi cha Nuhu, ndivyo itakavyokuja kwenye kipindi cha kurudi Yesu Kristo. Kwa namna nyingine wanataka itafika kipindi ambacho binadamu hataonekana na thamani. Binadamu hata sasa maana yake walijaribu kuleta ushoga, wakaona watu wanaupinga. Lakini hapo watakapokuja watakwambia sasa wewe unasema ukioa robot uwezi ukazaa. Nakwambia mbona unazaa tu? Mbona unazaa? Tuna roboti yetu inakulelea mtoto wako vizuri na hana shida yoyote wala hana tabu zozote. Unaambiwa kwa hiyo mke wako ni robot. Ndio kile Biblia inasema ikawa wanadamu walipozidi kuongezeka juu ya uso wa nchi, wana wa Mungu waliingia kwa wana wa binadamu, wakazaa watoto. Huyu mtoto naye mzaa na robot ni mtoto yupi huyu? Jaribu kujiuliza, mtoto anayezaliwa na robot, maana yake wao wana mayai yao. Kwa sasa wana teknolojia ambayo wanaweza kutunza mayai ya maiti. Yaani mtu anakufa lakini mbegu zake zinatunzwa na zinaweza zikarutubishwa. Wangapi hiyo teknolojia walishaisikia? Fuatilieni. Msiwe nyuma ya wakati. Kazi mojawapo ya sisi kama maprophets tunaweza tukaona vitu ambavyo vinakuja, lakini vipo kwa sasa. Mimi sizungumzi utabiri, nazungumza ambavyo vitu vimekushakuwa declared, ambavyo hata ukigugo kwa nani wanakuambia hivyo vitu vipo. Hivyo vitu vipo. Yaani ni kwamba mtu anakufa. Mwanzo walikuwa wanafanya hivi, mtu anakufa, wanachukua zile mbegu wanazihifadhi, alafu familia kama familia inaweza ikaende kamwambia fulani, tumefiwa na mtoto wetu lakini hatutaki tumpoteze, ubebe mimba kupitia. Kwa hiyo unakwenda kwa daktari, wanakuingizia sasa mbegu ya yule mtu aliyekufa, unazaa mtoto lakini mtoto asiye na baba. Baba yake ni mtu tayari alishakuwa marehemu. Sio, mnanipata
Sasa kwa sasa wakaona wakatengeneza maroboti. Linachukuliwa yai la mtu fulani, wanayatoa wapi hatujui. Lakini manake anazaliwa mtoto wa maabara. Hawa watoto watakapozaliwa wanalelelewaje sisi hatujui. Kwa hiyo tutakuja kupata watoto ambao si watu. Kwenye huu ulimwengu Yesu aliwaambia akasema, kama zilivyokuwa nyakati za kurudi kwake, nyakati za Nuhu, zitafanana kabisa na nyakati za kurudi kwake mwana wa nani? Wa Adamu. Mwambie mwenzako natakiwa kuwa makini. Mwambie tena unatakiwa kuwa makini. Mwambie tena unatakiwa kuwa makini. Lakini mimi huko sio somo langu. Kwa leo sitaki kuzungumza huko sana. Mimi somo langu ni kuhusiana na vifungo vya familia, vifungo vya ukoo. Vifungo vya ukoo. Ukoo unaweza kuwa umefungwa kutokufanikiwa. Turudi katika kitabu cha Yeremia. Turudi katika kitabu cha Yeremia. Tunamuona huyu mtu anaitwa Konia. Kifungo cha ukoo. Kifungo cha ukoo. Huyu mtu anaitwa Konia. Yeremia 22 mstari wa 28 mpaka 30. Biblia inasema, Bwana asema, andikeni habari za mtu huyu. Zinaandikwa wapi? Kitabu. Kuna kitabu cha ukoo. Kiandike habari za huyu mtu. Kiweke rekodi kwa habari ya kizazi cha huyu mtu. Kiweke rekodi kwa habari ya ukoo wa huyu mtu. Kwa hiyo unaweza ukakuta ukoo wako una rekodi fulani ambazo zimeandikwa kwa habari ya mafanikio, kwamba iwe isiwe atakapokwenda. Kwani hakuna watoto ambao wameachiwa laana na wazazi wao. Nakuta baba alimtamkia akasema, wewe kwa hivi ulivyonitendea hautakwenda popote. Unafikia hayo maneno aliyoyasema huyo mzee au huyo bibi yalikwendaga wapi? Hayapotei. Wote niambia utasema unajua alisema, kwangu mimi najua kuna kitabu kabisa. Anapotamka ni kana kwamba amekuja kusaini kwenye kitabu chako. Kuna watu wanaweza kaandika kwenye kitabu chako. Kama ambavyo Yoshua aliandika katika kitabu cha Yeriko. Biblia inasema kailani Yeriko akasema atakayejenga atafiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Atatia malango atafiwa na mzaliwa wake wa mwisho. Ikapita karibia miaka 600. Akaja kuibuka mtu akajenga Yeriko. Aliweka tu malango, mtoto wa kwanza anaweka msingi, mtoto wake wa kwanza anakata kamba. Anamaliza kujenga, mtoto wake wa mwisho anakufa. Sawa sana neno. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu aliandika kwenye kitabu chake. Sasa katika kitabu cha Yeremia, kama tumefika hapo, Biblia inasemaje? Kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 28 mpaka 30, anasema, Bwana asema hivi, andikeni. Alianza kwa kuisemesha nchi. Mstari wa 29 anasema, nchi, andika habari za mtu huyu. Andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Mstari wa 30, kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu atafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake. Huyu ni mtu kitabu chake kinaandikiwa. Sasa jaribu kufikiria, ndiyo mwanzilishi wa ukoo wenu. Yaani ujaribu kufikiria, huyu mtu ambaye anasemewa haya maneno ndo mwanzilishi wa ukoo wako. Kuimaanisha kuna kifungo cha ukoo ambacho ili upate kukivunja lazima ujue. Unaweza ukawa naomba kila ukianza, unajua unapokuwa naomba kama ukiwa mwenyewe au unaomba tu ukiwa serious, angalia kitu ambacho unaweza ukawa unataka uombe kitu fulani, lakini kuna kitu kinakuja. Unashangaa umeanza, unataka tu uombe toba, Mungu katika jina la Yesu ninatubu kwa ajili ya uzao. Unashangaa unahama, kila ukianza natubu kwa ajili ya uzao inakuja kwa damu mwana kondoo. Hizi roho za mababu vunjika. Usiendelee na huko. We nenda, Roho Mtakatifu anapokuongoza ndiko kwenye shida. Unaweza ukawa na ombo na shangaa kila ukiomba, yani ukifikia tu kuomba kwa habari ya uchumi, inaanza vifungo ambavyo ametuachia babu bibi. Unashangaa ni kitu gani? Kuna vifungo vinaweza vikani vinatokea. Maana yake
haya maneno ya huyu mtu yamefunga ukoo wake. Ni ukoo wake umefungwa. Kumaanisha kwa katika ukoo huo, watoto wa ukoo huo hawataweza kupiga hatua nyingi. Biblia inasema andikeni habari za mtu huyo ya kwamba atafanikiwa. Tuendelee kusoma. Biblia inasema andikeni habari za mtu huyu ya kwamba atafanikiwa, maana hapana mtu atafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Kwenye ukoo wake atakayefanikiwa. Kwa hiyo kitabu cha ukoo kinaweza kikazungumza kitu juu ya mafanikio yenu. Kinaweza kikazungumza kitu. Unapoona ni kitu kwenye ukoo mzima, hicho kitu kiko kwa watu wote, usije ukakichukulia kama kitu cha kawaida. Haiwezekani ukoo mzima watu wote waishie darasa la 7. Haiwezekani. Haiwezekani ukoo mzima watu wote waishie form 4. Haiwezekani ukoo mzima watu wote hawajajenga nyumba nzuri. Haiwezekani ukoo mzima watu wote hata pikipiki na kuwa ya shida. Wewe unasema haya ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hapana. Mwambie mwenzako, ndugu yangu, hapana. Mungu anataka ufanikiwe. Mwambie tena, Mungu anakutaka ufanikiwe. Na kwa namna hiyo navyokufundisha, unatakiwa upambane kuhakikisha kila kitu ambacho ukoo wako walishilia wewe unakivunja na unapita hapo katika jina Yesu. Upambane kuhakikisha kama ni magari waliomiliki ukoo wako, wewe miliki gari kali. Yaani hivi ni vitu, sio vitu tu vya kuzungumza ukazungumza kwa maneno ukaishia hapo. Unajua kuna mtu unazungumza vitu kwa maneno alafu unaishia hapo. Ni vitu vya usizungumze ukaishia maneno. Unatakiwa kuingia kwenye prayer ukiwa na imaanisha, Mungu, ukoo wangu walipoishia, baba zangu wakubwa walipoishia, katika jina Yesu Kristo navunja, natoka hapo. Na si tu kwamba unatoka hapo, kama ni dhabihu unaachilia dhabihu. Dhabihu hii Mungu ikapata kunitoa ukoo wangu ulipoishiria, ikautoa uzao wangu, hawatakwama walipokwama watoto wengine katika jina Yesu. Unaanza kuomba, unaachilia dhabihu, lakini unaanza kwenye physical, unaanza kuwa na jitihada kuhakikisha unapambana kutoka mahali ambapo ndugu zako wamekwama, na Mungu atakuvusha katika jina la Yesu. Kitabu cha familia kinaweza kikazungumza kitu juu ya afya, magonjwa. Kuna vifungo vya magonjwa ambavyo yani wewe unapambana navyo, lakini ni magonjwa ya kifamilia. Kimsingi mpaka madaktari wao sio wa kiroho sana, lakini wamefikia sehemu wakagundua kwamba kuna magonjwa ya kurithi. Kuangalia kitabu cha Samueli wa kwanza. Ndio maana ninakufundisha hivi vitu ili upate kupambana, ili upate kupigana, ili upate kuomba, ili upate kuomba. Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 29. Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 29. Si mnajua kila ukoo na mwanzilishi wake? Au napofundisha hivyo vitu hamvijui? Kuna ukoo sio na mwanzilishi? Hebu kama kuna mtu anaujua ukoo sio na mwanzilishi anyoshe mkono. Kila ukoo una mwanzilishi wake. Na ndio maana koo nyingi zinaitwa kwa majina ya waanzilishi. Au za mila. Lakini kila ukoo una waanzilishi wake. Sasa kitabu cha Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 29. Hiki ni kisa cha mtu mmoja anaitwa Yoabu, kumbuka ndo anakwenda kuanzisha ukoo sasa. Lakini anaanzisha ukoo, kuna kifungo sasa kinawekwa juu yake. Kuna laana inawekwa juu yake na itakuwa juu ya uzao wake.
itakuwa kwenye hiyo familia. Jaribu kuangalia unapokuta kwenye ukoo kuna matatizo yanayofanana. Hebu jaribu kufikiri. Unashangaa labda kwenye ukoo watu wote wakizeeka wanavimba miguu, wanakufa kwa ugonjwa wa kuvimba miguu. Usiseme tu ni nini? Kile ni kifungo cha ukoo. Unakuta labda kwenye ukoo watu wakifikia umri fulani au wazaliwa kwanza wanakufa katika umri fulani. Au watoto wakianza kufanikiwa wakaanza kunini, ni maajali tu yanaondoa. Usije ukasema ni bahati mbaya. Kuna vitu vingine viko ndani ya ukoo. Au unakuta ni ukoo watoto wanaangukaga tu vifafa. Viko ndani ya ukoo. Unatakiwa uanze kudili na vifungo vilivyoko ndani ya ukoo wako. Kitabu cha Samueli wa pili sura 3 mstari wa 29 anazungumza. Akasema Daudi hapo alikuwa anasema, tuangalie hapo Samueli wa pili. Nataka twende haraka ili tupate kwenda kwenye prayer. Tupate kwenda kwenye maombi. Mungu akusaidie kutoka hapo katika jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Samueli wa pili tufike hapo. Samueli wa pili sura ya 3. Samueli wa pili sura 3 tuangalie ule mstari wa 29. Nianzie 28. Biblia inasema hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abneri mwana wa Neri. Mstari wa 29 akasema hivi, na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya babaye. Maana anasema na ukoo wake wote. Yani kwamba imwangukie Yoabu na ukoo wao. Anazungumza na endelea anasema na nyumba yote ya babaye. Alafu anaendelea anasema tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu. Kwa hiyo kutoka damu ni kifungo kiko kwenye nyumba ya nani? Ya Yoabu. Yani anasema isikose, huo ukoo usikose. Sasa unashangaa kanazaliwa katoto, kanafika umri fulani kanaanza kutokwa na damu, aidha puani. Ziko koo ambazo wanatokwa na damu puani. Ukimgusa tu pua hivi anaanza kutiririka na damu mpaka mnahisa na kwenda kuishiwa kabisa. Hivyo vitu si vipo. Watu wanapambana kuwapelekea madaktari, lakini ukisoma kwenye Biblia unaona ni kwamba ni vitu vya kiroho kabisa. Anasema asikosekane mtu mwenye kutoka damu. Sasa unashangaa ni ukoo mzima watu tu akipigwa tu na kajua fulani damu. Ukimgusa tu, ukitaka kununua kesi, hata kama mnacheza pamoja ikatokea kwa bahati mbaya ukamgusa tu pua, unahisi anataka kukufia. Lakini ni kifungo kiko wapi? Kwenye ukoo. Ni kifungo cha ukoo. Biblia inaendelea nasema mstari wa 29, na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya baba yake. Tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka na nini? Damu, au aliye na ukoma. Kwa hiyo haya magonjwa ya ukoma, mwambie mwenzako sio fungu langu. Sio fungu langu. Mwambie tena sio fungu langu. Sio fungu langu. Habari za mtu anakuambia unajua ukoma unaweza ukampata yeyote, mwambie nimemkosea Mungu nini? Hata kama viko kwenye ukoo, ni wakati wa kuvunja sasa hicho kifungo cha ukoo katika jina la Yesu. Biblia inasema au mwenye ukoma au mwenye kutegemea fimbo. Shangani kiwete, amezaliwa na miguu yote miwili, anatembea vizuri, lakini akifikisha miaka fulani mara amegongwa na gari. Hii gari tu ni kuna kifungo kinamtaka atembelee fimbo. Unasema yani kwetu huwa kuna ajali zinasababishwa na nini? Kinaweza kikawepo kifungo ndani ya ukoo.
Wewe unachukulia tu ni ajali za kawaida, kumbe kuna kifungo. Biblia inazungumza, nasema au mwenye kutegemea fimbo, au mwenye kuanguka kwa upanga. Unashangaa tu watu wanachinjana. Yaani ni familia, lakini watu yani zinatokea vurugu tu wanauana. Unasema unajua ni fulani amemchukia fulani. Kinaweza kikawa kifungo cha damu. Kifungo cha kuanguka kwa upanga. Na naendelea anasema au mwenye kuhitaji chakula. Yaani kuna kuwepo na kifungo cha njaa. Pana kuwepo na kifungo cha njaa. Nashangaa ndani ya ukoo wenu kuna wale ombaomba ambaye anatakiwa apelekwe mahara aegeshwe fulani. Wewe unafikiri ni simple. Usipodili nacho unashangaa, na wewe unaanza kufika umri fulani watu wote wanakukimbia. Ulikuwa na watoto, kila mtoto anatawanyika, hakuna anayetaka kupiga simu, hakuna anayetaka kunini, na nguvu hauna. Inabidi sasa uambie watu, hebu nisaidie, wakukusaidia hayupo. Unawaambia sasa, hebu nitengenezee kitoroli, mnisaidie, mnipeleke pale barabarani niombe. Kumbe ni laana, ni kifungo kiko kwenye ukoo wako. Isiwe kwako katika jina la Yesu. Hautaomba chakula katika jina la Yesu. Hautakuwa omba in Jesus name. Biblia inasema tangu nikiwa kijana mpaka ninakuwa mtu mzima sijamuona mwenye haki akiwa ameachwa, wala watoto wake wakiwa wanaomba chakula mtaani. Hautaomba chakula mtaani katika jina la Yesu. Wala uzao wako wala wajukuu wako na vitukuu katika jina la Yesu. Mungu akupe hiyo in Jesus name. Kwa hiyo kifungo cha ukoo kinaweza kikawa kina attract baadhi ya vitu. Unaweza ukawa unaviona ni vya kawaida, lakini vina attractiwa, vinaitwa na vifungo vya ukoo, Jambo jingine, kifungo cha ukoo kinaweza kikawa kinavuta watu kufa kabla wakati. Kitabu cha ukoo kinaweza kikawa na vifungo, kinazungumza vifungo vya vifo kabla wakati, na nitaishia hapo. Kinaweza kikawa kinazungumza juu ya vifo kabla ya wakati. Unahitaji kuhakikisha unafanya prayer, unahitaji kuhakikisha unaomba. Tutaishia hapo, alafu tutaingia kwenye maombi. Lazima upate kujua. Jaribu kuangalia hapa. Bishop mwanzoni alizungumza akasema kuna familia nyingine wanaishi miaka mingi sana.